Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi nyingine tena ametupatia siku ya leo kushirikishana maneno ya uzima, kushirikishana maneno ya kutusaidia katika hii safari ya siku za mwisho kupambania mbingu. Mpendwa, omba Mungu akupe neema muda wote ya kutambua tunapambania maisha. Tunajenga nyumba, tunatafuta elimu, tunatafuta mali, tunasomesha watoto, tunaoza watoto, tunategemea wajukuu, mambo mengine mengi. Lakini Mungu akupe neema ya kwamba katika yote unayopambania, wewe pambania mbingu. Pambania kujiuliza swali, Mungu niko sawa na wewe? Bwana Yesu ninaendaje na wewe? Bwana Yesu nina mahali gani pa kutengeneza? Hakuna mwanadamu ambaye hana mahali anapambania, hana mahali anatengeneza, hana mahali anatakiwa anyooshe. Hakuna mwenye pumzi. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Haleluya. Tunakwenda kuongea machache katika mambo yanayohusiana na kutumia muda, kukaa na Bwana, kumpa Bwana muda, yani muda wewe na Bwana. Yani hii ni zaidi ya ibada, muda wa ibada na watu wengine. Tunatakiwa kutambua umuhimu wa kuwa na muda na Bwana, kuchukua muda kujitenga na Bwana. Sio mara moja kwa wiki mpendwa. Ngoja nikupe mfano. Iwapo una mtu wako wa karibu, mpendwa wako, rafiki yako wa karibu, mpenzi wako, wenye ndoa, mume wako, wenye wachumba, mchumba wako, na Yesu Kristo ni zaidi ya hao wote. Iwapo una mtu wa namna hiyo, alafu wewe muda wako na yeye ni mara moja tu kwa wiki, Jumapili, ukiwa na watu wengine, au wewe muda wako na yeye unaugawa, huku unapika, huku unasikiliza maandiko, huku unaangalia watoto, huku sijui unaomba, huku sijui unafanya vitu vingine, huyo mtu, uhusiano wako na yeye utakuwa dhaifu. Utakuwa unajidhihirisha kwa matendo yako kwamba yule mtu sio priority number 1, sio kipaumbele kwako. Mpendwa, kuna thamani kubwa sana ya kutambua hili. Huyo mtu ukimchukua muda na mtu wako wa karibu, atakutambua wewe kama ni mtu wake naye wa karibu. Kwa hiyo kuna hatari, shetani anatuweka bize. Kuna hatari sana ya siku ya mwisho Bwana baadhi yetu kuja kusema, ondoka kwangu sikujui. Na ni kitu cha kusikitisha na kitu kibaya sana. Siku hizi shetani amewapunguzia watu hofu ya Mungu. Amewapunguzia watu hofu ya jehanamu. Wewe acha kufuata watumishi wanaokuambia eti hatutakiwi kuogopa jehanamu. Wewe usipoogopa jehanamu, wewe unaogopa nini? Ukiogopa jehanamu ina maana unamuogopa Mungu anayeamua nani aende jehanamu. Ina maana umemuogopa yeye, umemheshimu yeye, umeona yeye ni muhimu, maneno yake anachopenda, umeona anachopenda ndio nikipende, asichokipenda nisikipende. Ogopa jehanamu. Unapoogopa jehanamu, inakuongezea upendo wako kwa Yesu Kristo. Maanake kuna wengine tunawaona wanampenda Mungu lakini hawaogopi jehanamu. Matokeo yake vile vitu vinavyowasababisha waende jehanamu wanaviona ni vyepesi, wanavizoea, wanajihesabia haki, wanajiaminisha, mimi nampenda Mungu. Na vile anaimba vizuri hilo neno, nampenda Yesu, anajiaminisha. Haangaiki kumpendeza Mungu, haangaiki kumtafuta Mungu, haangaiki kutumia muda wake na Yesu Kristo, haangaiki kulinda nafsi yake, roho yake. Unakuta mtu wa hivyo, dhambi anazigawa makundi. Anasema hii ni dhambi ndogo tu. Anajikuta kuna dhambi zingine haoni hata haja ya kutubia. Dhambi zingine nitatubu baadaye. Dhambi nyingine nitatubu Jumapili. Huyo ni mtu ambaye amekubali kudanganyika na mfumo wa dunia hii, ambaye tunafahamu mfalme wa dunia hii ni nani na nia yake ni nani. Huyo mtu amekubali kupotezewa mwelekeo. Lakini wale wengine ambao wanajua kwamba mwanadamu anasubiria vitu viwili,
Sisi wote wenye pumzi tunasubiria vitu viwili. Aidha unyakuo utokee sekunde yoyote, au uitwe kwenye mauti kutoka dunia hii. Na kuambia ukifika wakati huo, haya yote tunayopambania na tuchukulia muda kututoa kwa Bwana, ndio utaona faida yake. Hayatakuwa na maana yoyote. Hayatakuwa na faida yoyote kwetu. Kwa hiyo wapo wale ambao hawakubali hata dhambi tone ndogo. Hawakubali hata mawazo yao wakiona hayaendi sawa. Mbona namwazia watu vibaya? Mbona ninajiweka juu kiroho? Naona hawa ni chini kiroho. Kwa sababu ninavyowaona mimi kwa macho yangu, wanavyotembea na Bwana, ninaona kama vile hawatembei kwa ukaribu vile kama wanavyotakiwa. Mbona ninahukumu wengine? Mbona siwazi mambo mema kwa watu? Anatubia zile dhambi. Anamwambia Mungu amrehemu. Mbona ninahukumu wanaovaa vibaya? Tunatembea, wengine tunaishi nchi ambazo kuna wanadamu ambao hawajapata neema ya kuelewa kuvaa kwa kusetiri. Hawajapata neema, sio mapenzi yao. Hakuna mtu anayeamka asubuhi anasema leo ngoja nivae ovyo kujiaibisha. Ngoja nivae nitembee nusu nimevaa, nusu niko wazi mbele ya wanangu. Ni kutokuwa na neema, hawana ufahamu. Watu wa hivyo ni kuwaombea. Haleluya. Nazungumzia yule mtu ambaye, utofautishe mtu ambaye anathamini muda wake na Bwana. Katika wiki, kila siku, anajua kuna saa usiku natakiwa niamke niseme neno na Bwana. Anajua kila wiki na siku zangu za kufunga. Na siku zake za kufunga, anajilinda, anajitunza, anajicheki, anajiangalia, niko sawa hapa, ninaenda vizuri, mfungo wangu haujanajisika. Mfungo wake ukinajisika kwa dhambi, makwazo, akikuta ameangalia kitu kisichofaa, akikuta amewaza kisichofaa, akikuta ameongea kisichofaa, ni mwepesi kwenda mbele za Mungu kwa toba ya kumaanisha. Katika kufanya shughuli zake, katika biashara zake, shughuli zake, anaona kuna mahali hajamtendea mtu haki, kuna mahali hajafanya sawa, kuna mahali kazini hajafanya kwa uaminifu, ni mwepesi kukimbia mbele za Bwana na kutubu. Hebu tuangalie neno la Mungu linatuambia nini kuhusu eneo hili. Kuna maandiko Bwana ametupatia kuhusiana na hii topic. Ukisoma Zaburi mlango wa 63, ukaanza mstari wa 1. Hapa utaona tunaoneshwa umuhimu wa ile mida ya mapema, kuanzia saa 6 usiku kati ya saa 10 mpaka saa 11 asubuhi. Upende kuwa mtu wa kutafuta muda wa kuamka mapema. Ukasoma neno lako, ukasema kitu na Bwana kwa utulivu, kwa unyenyekevu, yani ni muda ambao unauthamini, unapiga picha kama vile Roho Yesu Kristo yuko hapo amekaa karibu na wewe. Yani ni muda ambao unampa kwa heshima. Umwambie Mungu pamoja na changamoto, watoto wanakuaga wanalia, wanapiga kelele, wana mambo mengi, pamoja na kwamba nina majukumu mengi, ninaomba nikupe muda. Muda gani unafaa? Nataka niwe na muda na wewe. Unakuwa unamuomba Bwana hilo neno. Muda wako wa kutosha, muda kukuheshimisha, muda ambao utaridhika nao. Unamuuliza hivyo Bwana. Mwingine muda wa kuridhika naye inawezekana dakika 15 tu zikatosha. Mtu asidharau hilo neno. Mwingine inawezekana jinsi anavyoingia ndani na Bwana na jinsi anavyotembea na Bwana kwa pale alipo, labda ni mchanga kiroho, labda kuna mambo 2 matatu, Bwana anaridhika na yeye dakika 15 naye. 15 bora. Anazama ndani katika maombi. Utaona mtu huyu akianza hivyo, tuseme ndio uwezo wake, ndio neema aliyo nayo. Unaona muda wake ataona unaongezeka. Anaona hatosheki. Anaona yani siku zote bado. Ndio maana Zaburi mlango wa 63. Tuone unatuambia nini hapa. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Zaburi sura ya 63 inasema hivi kuanzia mstari wa 1.
Haleluya. Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku, katika nchi kame na uchovu, isiyo na maji. Ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai. Midomo yangu itakusifu. Ndivyo nitakavyo kubariki maadamu ni hai, na jina lako nitaiinua mikono yangu. Samahani, narudia hapo mstari wa 4. Ndivyo nitakavyo kubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitaiinua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha, ninapo kukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Haleluya. Tutaishia hapo mstari wa 9. Tutaangalia haya maandiko, ni baadhi, sio maandiko yenyewe yanayotusisitiza kutumia muda na Bwana, na sio maandiko pekee yanayotusisitiza kuwa na muda wa utulivu na Bwana, hasa wakati wa usiku. Tutafute muda wowote ule, hata mchana. Tusiridhike na usiku tu, hata mchana. Muda wako wa mapumziko kazini, muda wako wa mapumziko umefunga duka, lunch, uhakikishe una muda na Bwana. Unasoma andiko, mstari kwenye Biblia, unaomba, unamshukuru Mungu, unatubu. Kwa maana kwenye binadamu ukiwa macho, unakutana na watu wengi, unaongea nao mambo kadhaa, unatubu. Maana inawezekana uliongea vibaya, inawezekana ulimkwaza mtu, inawezekana mtendea mtu haki. Kwa sisi ambao mtu anakuja anahitaji ushauri, mtu akija kutaka kuhitaji ushauri na mimi sina utulivu wa akili yangu, sijatuliza akili yangu, ninashindwa kusikia maelekezo vizuri kutoka kwa Bwana, nimshaurije huyu mtu? Unakuta na mshauri tu juu. Ni mambo ambayo inabidi tunarudi, tunatubia, Mungu atusamehe. Tunarudi tena kwa yule mtu, tunamfuatilia anaendeleaje, tunatengeneza naye. Mwingine Mungu anampa neema tu, anamuongoza vizuri, tunamuona safari yake inaenda vizuri, na Roho wa Bwana anatushuhudia huyu mtu yuko sawa, endelea tu kumuombea. Haleluya. Kwa sababu kazi tunayofanya wengine ni ya hatari sana. Kazi ya kushauri watu mambo ya kiroho, kufuata Biblia, mtu unakuta una hatari ya wewe mwenyewe kuikosa mbingu ukiifanya ovyo ovyo, ukiichukulia tu kwa wepesi, ukiifanya kwa nia ya moyo wako. Sio watu waokolewe, una nia zingine, upate pesa, upate umaarufu, upate jina. Haleluya. Una hatari ya siku ya mwisho huambiwa, ondoka kwangu, wewe mtenda uovu. Depart from me, you worker of iniquity. Haleluya. Kwa hiyo hapa, hii Zaburi 63, utumie muda wako na wewe utulie, uisome. Utaona, nadhani ni Mfalme Daudi aliandika hii Zaburi. Hii inasema, Mungu wangu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Haleluya. Mapema kabla siku haijakucha. Mapema kama wewe ndio umeokoka, ndio mchanga. Mapema. Yaani unamtafuta mapema, usiokoke alafu ukakaa chini ukanyosha miguu. Mpendwa, shetani atakuburuza, atakuvuta kinyume kukurudisha kwenye uchafu aliyokutoa, kukurudisha kwenye dhambi alikokutoa, kukurudisha kwenye njia ya upotovu. Haleluya. Ukikaa ukatulia, ukabweteka.
umtafute Bwana mapema, kabla siku haijawa na makelele, watu hawajaanza kuzunguka. Tafute mapema. Hapa nimezungumzia, chukulia jinsi tunavyomtafuta Bwana, tunavyochukua muda na Bwana, sawa na mtu wako muhimu. Unamchukuliaje? Unaongeaje naye? Unampa attention vipi? Hapa inaendelea kusema, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ni hii dunia tunayoishi siku za leo. Ina mambo mengi, ina magumu mengi, ina changamoto nyingi, ina majaribu mengi. Lakini katikati ya yote hayo, hali ya kame na uchovu isiyo na maji, we mtu na raha gani? Unakuwa huna raha yoyote. Mwili unakuwa una kiu, unakuwa upakavu, palipo kuzunguka ni ukame, una wasiwasi, hapa nitaishije? Hapa nitatoka salama? Lakini mtumishi wa Mungu hapa anasema katika hayo yote anamtafuta Mungu wake mapema. Kwa hiyo haijalishi masababu kwa nini tusichukue muda na Bwana. Amka nawa uso, mwambie Bwana, nimechoka Bwana, nina usingizi, lakini nataka kuongea na wewe Baba. Nakushukuru, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwema. Asante, nimefika saa mpaka hii. Mungu, sijapata stroke hapa kitandani. Bwana, kuna yale ambayo hajatimia kwangu siku ya leo. Kuna ambayo hayakuwa mema siku ya leo. Lakini hayo nakuinulia wewe, nakupatia wewe, ndio Mungu wangu, ndio mfalme wangu. Unasema na Bwana kama unaongea na rafiki yako. Ni kitu cha thamani sana. Mstari wa pili unasema, ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Unapatazamaje katika patakatifu kama wewe hutafuti kuwa mtakatifu? Ukijaribu kutafuta patakatifu na wewe hujajitakasa, hutaona kitu, hutasikia chochote, hutaona chochote. Wewe tayari unakuwa una maroho, umejifungulia. Unajua dhambi inafungua mlango wa maroho. Dhambi ambazo hazijatubiwa, dhambi ambazo mtu anazizoea, anakuwa anajilegeza, hapambani nazo. Unajua dhambi zinavyotujia, kila mtu ana kishawishi chake kibaya. Unapambana kabisa kwa fahamu zako zote na nguvu zako. Unasema mimi hiki sitaki, hiki siendekezi, nakataa. Haleluya. Dhambi, kuchukua muda na Bwana. Katika changamoto, mwandishi hapa anasema hajali. Anasema ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu. Ina maana alimtafuta Bwana katika utakatifu. Ndio maana waonee huruma wale ambao dini zao, makanisa yao yanawaambia mwanadamu hawezi kuwa mtakatifu. Yaani huyo mtu ajijue yuko kanisa la hatari. Yuko kanisa ambalo halimkiri Yesu Kristo. Yuko kanisa ambalo halichambui maandiko kwa haki na kweli. Kwa sababu maandiko yametuambia iweni watakatifu kama ambavyo mimi ni mtakatifu. Huyo mtu yuko kwenye kanisa ambalo linampa excuse ya kusema mwanadamu hawezi kuwa mtakatifu Bwana. Tuishi tu tunavyoweza. Tunaenda kanisani, tunatoa zaka, tunatoa sadaka, tunaomba. Kwanza mimi nikiomba mbona najibiwa? Huyo mtu amekubali adanganyike kwa staili hiyo. Anasema hapa anavyotazama katika utakatifu, azione nguvu za Mungu na utukufu wake. Ukitunza utakatifu, ukamtafuta Bwana katika utakatifu, utaona nguvu zake na utukufu wake. Atakutendea mambo ambayo hata ukudhania. Kila mwanadamu kuna kila anachokisubiria Bwana amtendee. Amen. Mstari wa 3 unasema, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai. Yaani anafuata, anapenda, anathamini fadhili za Bwana. Yaani fadhili ni nini? Fadhila ni ule mambo mema anayokufanyia mtu. Zile rehema anaziona ni muhimu kuliko uhai. Anasema midomo yake itamsifu. Tamsifu nani? Tamsifu Bwana. Ndivyo nitakavyo kubariki maadamu ni hai. Mpendwa, pumzi hii tulio nayo usichukulie kwa wepesi, usichukulie kwa mazoea. Tumia pumzi yako kumsifu Bwana.
Uko kwenye shughuli zako, uko unapika, uko kwenye bustani yako unalima, uko kazini kwako, kwenye sehemu yako ya biashara, uwe na hali na roho ya kumsifu Bwana. Hii ni njia mojawapo nyingine ya kuspend time, kuchukua muda na Bwana Mungu wako. Unamsifu, unambariki, unamheshimu, unamuinua, unajinyenyekeza mbele za macho yake. Wengi wetu magari yetu sisi ni madhabahu za kuombea. Kuna mida mingine tunaomba, lakini ndani ya gari ukiwa peke yako kuna utulivu fulani. Unamsifu Bwana, kama ni kunena kwa lugha, kama ni kuimba, kama ni kulia, kama ni kuabudu, unamsifu Bwana. Unasema na Bwana mambo yako. Haleluya. Taendelea. Mradi tuko hai, tutumie pumzi yetu, nguvu zetu, akili zetu kumsifu Bwana. Inasema kwa jina lako nitainua mikono yangu. Kuinua mikono ni katika maombi, katika ibada, ni katika kuabudu, ni katika kumsifu Bwana, ni katika kujinyenyekeza kwa Bwana. Ni posture ya kusarenda. Kiinua mikono juu ina maana umesarenda kwa Bwana. Mstari wa 5, nafsi yangu ita kinai kama kushiba mafuta na vinono. Yani utatosheka kwenye nafsi yako. Wewe wengi wenu mtashuhudia ukikaa muda wako na Bwana vile unavyojisikia baada ya pale. Yani unajisikia hata ule muda ukiona muda umekwisha au muda wako umefika unatakiwa ende mahali, unakuwa utamani kuondoka mahali pale. Unakuwa utaki kusogea mahali pale. Amina. Haleluya. Unakuwa unataka ule muda uendelee tu. Ule uwepo unataka usipungue. Hapa anasema kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Ninapo kukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Huu mstari ni kwa yule mtu ambaye anasema hivi, watu wanakeshaga usiku, mbona mimi siwezi kukesha, nitawezaje? Mpendwa, thubutu. Ila nikupe triki moja, nikupe mbinu moja. Mimi kwa uzoefu wangu, nikisali kitandani nimelala, nitasinzia. Lazima nitapitiwa na usingizi. Ni vizuri ukae wima. Amka angalau pale kitandani, kaa wima. Amka unawe uso. Amka. Kuna wakati tunaomba, unakuwa hujakaa tu sehemu moja. Usijiegemeze kwenye mto, uko comfortable sana. Unakuwa unaomba, kama una swing. Una swing. Kiwiliwili chako cha juu unaenda mbele nyuma, mbele nyuma, mbele nyuma. Ile hali ya kumove inakufanya usingizi au kuchukui haraka. Unakuwa labda unatembea. Kuwa na neema, tembea au weka miguu chini. Pale umekaa kitandani, weka miguu chini. Mwingine anaamka anakaaga chini kabisa. Anakaa chini kwenye mkeka, kwenye kigodoro chake cha maombi, kwenye sakafu. Mbinu za kukesha, unakuwa na muda na Bwana. Wewe ukiguswa moyoni unatakiwa muimbie Bwana. Huna haja kupiga kelele ukaamsha watu, majirani. Muda wako na Bwana ule ule. Muimbie Bwana Mungu wako. Muimbie kwa sauti ya chini. Lakini unaomba, unaimba kwa nguvu zako zote. Unamsifu na muibidi Bwana. Utajiona jinsi ambavyo unajimimina mbele za Bwana. Haleluya. Unamshukuru. Kakupa neema, umeamka angalau una wazo la kuomba. Hiyo ni neema, usizoee ukaona ni nyepesi. Kuna ambao hawana hiyo neema. Kuna ambao hawaoni huo muhimu. Wamefungwa, ni watumwa wa shetani. Haleluya. Hapa inaendelea kusema, ninapokukumbuka kitandani mwangu nitakutafakari wewe makesha yote ya usiku. Huyu ni mtu amekesha usiku mzima. Ni lini mpendwa ulichukua muda ukasema ngoja leo Bwana ninakesha na wewe? Utaona kundi letu na maombi tunamkesha masaa 4, mengine masaa 2. Wewe jiongeze. Mungu anasema pamoja na muda wa watu wengine, uwe na muda wako binafsi. Wacha malaika wako waandike, huyu anafanyaga mikesha. Hata kama andisali moja, hata kama ameanza na nusu saa, masaa 2, muda wowote ambao una neema. Mungu anasemaga bora uanze kuliko kutuanza kabisa unakata tamaa. Mimi siwezi kukesha. Wenzangu wanakesha masaa 6, masaa 5. Mimi hata dakika 15 ninasinzia. Wewe acha kudanganywa na shetani.
Hebu pambania mbingu. Jikite, jiongeze katika Bwana, katika kumtafuta Bwana, katika kutumia muda wako na Bwana. Mstari wa 7 unasema, maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Yaani huyu ni mtu ambaye anatambua kwamba Bwana Mungu wake Yesu Kristo ndio msaada wake, ndio njia yake, ndio majibu yake. Anajua uvulini mwa mbawa zake atashangilia. Ukiwa chini ya mbawa, haleluya, za Bwana Mungu wako, wewe uko salama, wewe una ulinzi, wewe una tumaini. Inasema, nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Anajua mkono wa kuume ndio mkono wenye nguvu, mkono hodari unamtegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu wataingia asamani. Huu ni mstari ambao sijausoma kwenye somo letu la leo, hauhusiani na somo la leo. Tunaishia mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimekuonesha tu baadhi ya mistari inayotuhakikishia tuthamini muda wetu na Bwana. Yako maandiko mengi mengine ya kutumia muda na Bwana, kutukumbusha, kutuonya, kutuhimiza kuchukua muda na Bwana. Maandiko, kwa mfano, ukisoma kitabu cha Isaya, sura ni ile ya 55. Ukienda sura ya 55, utaongozwa kwenye mstari, nenda wa 6 hapo. Inasema, katika jina la Bwana Yesu nitasoma, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Haleluya. Mpendwa, sasa hivi Bwana Mungu wetu anapatikana. Hebu imagine wale ambao wako vitani, uko Iran walikoshambuliwa, uko Gaza, uko Israeli kwenye vita, uko Ukraine, uko Urusi. Wana muda wa kutulia kweli vizuri na Bwana? Lakini huko bado tunamuomba Mungu atendee mema, aokoe nafsi za watu. Uko kwenye uchafuzi, tunamuomba Mungu bado. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mpendwa, sasa hivi tuna nafasi kubwa sana ya kumtafuta Bwana. Mpendwa, unakuja muda tutakuwa tuna muda wa kutulia mimi nikaongea hivi. Ndio maana vile tuna uwezo, tuna njia ya kuongea na watu wa Mungu, kuwatia moyo, tunafanya hivyo. Usisikilize wanadamu wanakuambia nini. Mwanadamu hana mbingu wala jehanamu ya kukupeleka. Tutaongea mambo ya Mungu kwa sababu tunajua kuna mdada binti wa watu mahali, kuna mama mwenzangu mahali fulani, kuna kijana wa watu mahali fulani anataka kusikia neno hili. Litamtia moyo, litamtia nguvu. Kwa maana sisi wengine ndivyo Mungu alivyotubebesha mzigo, ndivyo tutakavyohukumiwa siku ya mwisho. Tunaomba, tunasoma neno, tunajifunza neno, tunaelezea watu mambo ya Mungu, mambo ya dunia hii, maisha, tunawasaidia, tunaombea watoto wa watu, tunaombea ndoa za watu, tunaombea wadada wa watu, mabinti za watu, vijana wa watu. Hatuishi kuwataja mbele za midomo yetu, mpendwa, na ndipo Mungu anatuhurumia. Anatuhurumia yale ya kwetu. Anahurumia watoto wetu. Kuna wengine watoto wetu hawakustahili kabisa kuwa hai siku ya leo. Lakini leo Mungu anawahurumia, wana akili timamu, wanasonga mbele na Yesu Kristo. Sio kitu cha kusema cha kujiinua kwamba sisi ni wa kiroho sana, hapana. Bali tunajimuuliza Mungu, hapa kuna siri gani? Kuna mpendo wangu mmoja anasema crack the code. Yaani kugundua namba ya siri ya maisha haya. Mpendwa, siri kubwa ni jinyenyekeza chini ya mkono wa Bwana, kutafuta uso wa Bwana kwa unyenyekevu na kumtumikia Bwana. Kwa kadri unavyopata neema. Tunasema sio kumtumikia Bwana upewe madhabahu uhubiri, hapana. Kwanza wanawake, unakuta wanawake ogopa sana hii ukipewa madhabahu kuhubiri. Hakikisha Mungu kakuita kwa staili hiyo. Haleluya. Ya kupewa madhabahu ndani ya kanisa, wanawake na wanaume wanakusikiliza unahubiri. Haleluya. Lakini kwenye mitandao, lakini kwenye WhatsApp, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye message za kawaida,
kwenye njiani, ukienda madukani, uko maeneo ya biashara, maeneo labda ya kazini, mtu anakusemesha tu mko breki, unampatia kaneno ka Mungu hapo. Unaongea na mgonjwa wako, unampatia neno, unamuombea. Unaongea na wadada wenzako, wamama wenzako wanapitia changamoto mbalimbali, una neno la Bwana la kuwaambia katika hii safari, wasikate tamaa na maisha. Hapa inasema tumtafute mradi anapatikana. Hivyo wewe katika zile mambo za hukumu malaika wako wanaandika, mambo mema na mabaya, wacha waandike anamtafuta Bwana kwa bidii yake yote. Yaani malaika anakuona wewe muda wote katikati ya shughuli zako unatafuta, aidha unasikiliza mahubiri au unasikiliza nyimbo za kuabudu. Yaani unatafuta kutunza uwepo wa Bwana kwenye mazingira yako na maisha yako. Unasema na Bwana ndani ya nafsi yako. Kumbuka tutahukumiwa hata kwa mawazo. Ukitaka kuamini ni lile andiko mojawapo linalosema atakayemwangalia mwanamke na kumtamani anahesabiwa amefanya nini? Amezini naye. Si umemwangalia? Kwani hapo inasema umefanya kitu? Hapo imesema umesema kitu? Umewaza. Umemwangalia, ukiangalia unawaza. Huyu anamtafuta Bwana kwa hali na mali. Ina maana anachunga nafsi yake, mawazo yake, macho yake, masikio yake, anavyoongea kwenye kinywa chake, anatunza. Hata umepewa nadhiri gani na Bwana, vitu vya kula na vinavyokula kula. Kuna ambao wana uhuru Bwana walivyoongozwa na wanavyoongozwa ndio wao mtakatifu wanavyoongoza, wana uhuru wa kula kitu chochote mahali popote. Hao wana hiyo neema. Wewe sikiliza kwa wewe, Mungu kakuhitaji. Kuna vitu unakula vyote, kila kitu. Sukari unakula, soda unakula, kwenye misiba unakula, kwenye shughuli za wasio wa Kristo, ibada za wafu, wanafanya ibada za wafu unakula. Haleluya. Au Mungu anakuongoza kwa hekima. Misiba lazima utatakiwa uende. Wewe ukienda kwenye misiba unaruhusiwa kula kwenye misiba ovyo ovyo? Nazungumzia kumtafuta Bwana. Wacha niseme kile Mungu atakachonipa neema. Namsaidia mama mwenzangu, namsaidia binti wa watu, kijana wa watu mahali. Wewe una uhuru, umeachiwa uhuru. Ule ovyo wiki nzima usifunge. Ndio unavyotembea na Bwana wewe. Unajiaminisha ndio utaingia mbinguni ikifika wakati wako wa Bwana. Mawazo yako yameendaje? Kuna mtu unamwazia vibaya, alikutendea ndio sio haki, sawa. Mpendwa, tunakosewa, lakini tunaambiwa kasirika ila usitende dhambi. Usianze kuwaza huyu natamani hichi kimkute, huyu natamani nimfanyie hivi. Dhambi tayari umeshahesabiwa. Haleluya. Umeshahesabiwa dhambi. Ni dhambi ya kutubia. Yaani tunazungumzia kuchukua muda wako na Bwana. Kuna maandiko kadhaa. Hii ni mojawapo. Mlango wa Isaya 55 mstari wa 6. Nisome mstari wa 7 kidogo. Mtu mbaya na aache njia yake. Samahani, tarudia. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Amina. Toba, kuishi katika toba, rehema na utakaso. Unapotumia muda wako na Bwana, unakuwa muda wa utulivu. Ukiwa na muda wa utulivu na Bwana, utajikuta maneno ya story za kipuuzi hayakubariki. Unakuwa mzito, kinywa chako kinakuwa kizito kushiriki yale maneno. Mambo ya kipuuzi yanayopita mtandaoni hayakubariki. Hutaki kupoteza muda wako. Hapa napenda ili andiko sana. Mstari wa 8 linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Hii ni mojawapo ya siri utaipata ukitumia muda na Bwana Mungu wako. Atakuongoza katika njia zako. Mwanangu, hili jambo fanya njia hii. Unataka kujenga, mwanangu, tumia njia hii. Hebu tafuta eneo mahali hapa. Hebu bei yako unayoiweza wewe ya kiwanja ni kiasi hiki hapa, kwa sababu pesa ulio nayo ya kujenga ni kiasi hiki. Anaweza kukwambia subiri. Unaletewa fursa za viwanja, unaambiwa subiri.
Fursa za biashara mtu anakujia, ukimuuliza Bwana utaepuka hasara nyingi sana. Atakwambia hiyo hapana, subiri. Huyo sio wa kufanya naye biashara. Subiri, nataka ufanye biashara fulani. Utaifanya hivi. Haleluya. Atakuongoza hatua zako. Mwanangu, unavyotembea na mimi hapa hapana, sibarikiwi. Mwanangu, unavyovaa hapa, tengeneza. Mwanangu, swala hili la ndoa yako, huyu mume wako vituko anavyofanya, Embu omba namna hii, jichunge na kitu fulani. Muombee toba eneo fulani. Ebu wewe mwenyewe omba toba eneo fulani. Kuna mahali umezembea hapa. Kuna mahali haufanyi sawa. Mwanangu, niamini katika jambo hili. Mtoto wako yule ambaye hajatulia, ebu ingia maombi, uona ukiomba kemea kitu fulani. Ebu muombee toba eneo fulani. Haleluya. Atakuongoza katika mapito yako. Kwa sababu mawazo yake sio mawazo yetu. Bwana Mungu wetu anaona mbali. Anaona tulipotoka, tuko kwenye tumbo za mama zetu. Anajua tulizaliwa katika mazingira gani ya kimwili na ya kiroho. Maagano yaliyokuwepo wakati tunazaliwa, yalikuwepo maagano mpendwa. Na kuna wengine, kuna vitu tulitambikiwa tuko wadogo. Walichinja mbuzi, walichinja ng'ombe, walichinja kuku, kuna maneno walitamka. Usiwe so educated. Wewe una elimu sana, unakataa hayo mambo. Yanakutesa maisha yako. Angalia maisha yako yanavyoenda. Haleluya. Ulipita mapito gani ulivyokuwa mtoto? Ulipita mapito gani ulivyokuwa kijana? Ulijirushaje huko duniani ulivyokuwa kijana? Umeingia kwenye ndoa, uliingiaje kwenye hiyo ndoa? Ulimuomba Bwana au ulienda kuingia tu kwenye ndoa? Atakuonesha jinsi ya kutembea, jinsi ya kutengeneza, jinsi ya kuenenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yako mengi kuhusiana na kuchukua muda na Bwana. Kwa hiyo tutatengeneza ka clip kingine tofauti kwa mtu ambaye atataka kutumia hiyo clip kuenda kuandika kwenye daftari lake maandiko yale ya kuhusiana na kuchukua muda na Bwana Mungu wetu. Haleluya. Tukumbuke hiki mpendwa. Haleluya. Kuna faida kubwa sana za kuchukua muda na Bwana. Kwanza, atatutambua. Pili, anatutakasa. Haleluya. 3, inahifadhi mazingira yetu ya kiroho katika yeye, katika utakatifu, katika utulivu, katika neno la Mungu. Haleluya. 4, kingine tutasikia sauti yake kwa umakini zaidi. Mpendwa, kuna sauti 3. Kuna sauti ya nafsi yako mwenyewe kama binadamu, kulingana na afya yako ya nafsi. Unajua kuna nafsi, zina afya njema katika ubora kuwa ukaribu na neno la Mungu, na kuna nafsi zilizochafuka kabisa. Zinaongozwa na mapepo. Zinaongozwa na hulka ya kibinadamu ya dhambi. Nafsi. Alafu kuna sauti ya shetani anayeleta vishawishi, kutumia tamaa za mwili, kutumia kuendekeza mwili, kutumia kuendekeza anasa, kiburi, kutumia hulka ya binadamu ya dhambi. Nataka ni hichi kitu na kitamani nionekane, nataka niwe hivi, nataka nipate kitu fulani na mimi nionekane. Hiyo ni hulka ya mwili. Kitu fulani, tamaa ya macho, kiburi cha uzima. Shetani analeta vishawishi kutumia hayo maeneo. Mimi siwezi kuongeleshwa hivi. Mimi hawezi kunifanyia hivi. Wewe usifanyiwe hivyo, wewe ni nani? Yesu Kristo alitemewa mate. Naamini sasa hivi kwenye kikundi letu la maombi tunasoma, tumefika nadhani Yohana Mtakatifu, tunasoma sura nadhani ni ya 2 kama sikosei. Ya 2 ya 3 hapo. Kwa nini wewe usitendewe maovu? Kwa nini usitendewe maovu? Na Yesu Kristo alitendewa uovu. Haleluya. Kwa hiyo sauti ya nafsi yako uweze kupambanua, sauti ya adui shetani kukushawishi utende dhambi, na sauti ya Mungu wako Israeli. Sauti ya adui utaitambua ukiwa umejaa neno ndani yako. Kuna wakati atakuzidi ujanja, atakuconvince ufanye vitu ambavyo ni vinajisi mbele vya Mungu. Vinakunajisi wewe nafsi yako, na kunajisi unaandikiwa hukumu mbele za Mungu. Lakini muda mwingi umshinde. Muda wote penda kumshinda. Haleluya. Muda wote penda kuenda kwenye hekima na Bwana. Kwa hiyo tutatengeneza clip nyingine tofauti nikisema maandiko nitayataja tu, wewe utayafungua kwa muda wako. Haleluya.
Bwana Yesu akubariki sana, na tuendelee na safari hii na Yesu Kristo katika toba, rehema na utakaso. Ubarikiwe sana, na tutaongea muda mwingine tukipata neema. Tuendelee kuombeana uzima, tuendelee kuombeana katika hii safari, tukawe washindi mwisho wa siku. Bwana Yesu akatukubali kama ni wa kwake kuingia paradiso. Amen.